Tumshukuru Mungu. Mungu aliumba wanawake. Bila wanawake tusingekuwepo hapa. Katika katekesi zetu za kanisa tunasema kwamba wanawake ni kiwanda cha uhai, kwa sababu Mungu anamtumia huyo kwa katika historia ya wokovu mara nyingi, akiandaa kwanza Bikira Maria ambaye anajiweka kama mtumishi wa Bwana na anatuletea wokovu. Wokovu kama anasema Mtakatifu Paulo inakuja kwa njia ya mwanamke Yesu Kristo. Lakini vile vile katika wakati wa Israeli wanawake kadhaa walipigana vita, walitetea ufalme, walitetea sijui jamaa zao kwa nguvu hata pia kwa kuongea, kwa njia ya kuongea na wafalme kadhaa. Walikuwa wanawake hodari. Vile vile katika Ukristo wetu baada ya ufufuko wa Kristo tunaona jinsi wanawake anapata maana cha pekee sana ndani ya Ukristo, ndani ya dini. Wanakuwa pia hodari sana kwa kutangaza Injili, kwa kufanya uinjilishaji, lakini pia kwa kufa kwa ajili ya upendo wa Mungu, kwa kufa kwa ajili ya Kristo. Anakuwa Mkristo mwingine ambao anaingia kweli katika fumbo la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuone kwamba jinsi nini ni waheshimiwa sana katika historia hii ya wokovu. Wakati Ukristo wetu unaleta maana ya pekee kwa wanawake, tuseme anawapa tuseme zaidi uhuru ya kuongea, uhuru ya kutangaza Injili, uhuru ya kila kitu tuseme. Kwa upande mwingine bado siku hizi tuna jamaa nyingi ambao kweli wanawake wanatesa sana. Siku hizi nilikuwa kuangalia katika mtandao wale siku hizi wanavita Iran walikuwa huyo rais alikuwa anaongea wanawake ni kama ng'ombe, wanawake ni kama mbuzi, wanawake ni hivyo. Walikuwa bado wanatembea na wanawake kwa minyororo, wanafunika kila kitu, anatembea kama unabeba sijui umbwa, anaadhibu anachukua sijui choma, anachoma ulimi za wanawake, anaadhibu kwa mambo kwa njia mbaya mno Lakini hatuende mbali sana, kwa sababu hata katika mazingira yetu hapa Tanzania mara nyingi inatokea kitu kama hicho Ni muhimu sana tuangalie haya kwamba sisi sote tumealikwa kuwa wana wa Mungu Kwa upande mmoja nimesema kwamba Ukristo inaleta maana ya pekee kwa wanawake. Kwa upande mmoja kuna wengine ambao wanateseka sana, wanateseka bado hakuna uhuru, hakuna chochote, hakuna kuheshimu alafu pia ndani ya ndoa zao sijui ni mateso, ni kudharau, ni mambo mengi kama hicho. Na kikundi cha tatu ni wale wanawake ambao kweli lazima niseme ni wale ambao kwa kweli hawataki kuwa wanawake, wale wahuni. Siku hizi wanawake wamekuwa ngumu, hawezi kupenda vizuri wanaume, kila kitu ni hukumu, alafu bado hajajiheshimu, anavaa vibaya, anatamanisha wanaume barabarani. Vaeni vizuri. Sisi tunataka kuangalia sura yenu, sio mwili wenu. Tunataka kuangalia sura wako ambao kweli ni sura nzuri, sura ya Kristo, sura ambao kweli naweza kuonyesha mwanga, kunipatia mwanga, sio kunitamanisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia, tusiingie katika kikundi cha tatu, tubaki katika kikundi cha kwanza ambao kweli ni wale wanawake ambao wanapenda kupenda bila mipaka, ambao anasaidia huyo mume. Kwa nini mume mara ni hasa kwa upande wa wanaume, lakini siku hizi wanaume na wanawake kama hajajiona
hajajionja tuseme, hajaonja upendo ndani ya ndoa, anaenda kutoroka, anaenda kutafuta sijui faraja sijui wapi sijui nini. Angalieni, wewe umealikwa kuwa mtu wa upendo, mtu wa upendo, mtu ambaye unasikiliza mwenzako. Umealikwa kweli, ndio tunasema wewe ni msaada ya mume wako, lakini ni muhimu sana kuangalia, sio kitu cha mmoja ni mdogo mmoja ni mkubwa. Sisi tumealikwa kweli kuishi hiyo upendo kwa umoja na ushirika, lakini ni muhimu tuangalie kwamba ni kweli kwamba mara nyingi sisi tuna nia nzuri sana ya kujitolea ya ndio kwa kufanya, lakini mume wangu hanijibu, mume wangu ni mhuni, ni mkali sana sijui nini. Basi tunafanya utume wetu ya kunailisha moyo, lakini wale wanaume ambao wapo hapa, lainisheni mioyo yenu pia, kwa sababu sitaki hata tumshukuru Mungu, sijui kama kuna siku ya wanaume, lakini natumaini hakuna. Lakini hapa siwezi kuongea kuhusu wanaume, lakini ninasema angalieni vizuri, sisi tupo katika fumbo moja mzuri sana, ambao hata katika ndoa sisi tunaahidi pale altareni, tunasema kwamba wewe unatunza mke wako, unatunza mke wako kama Kristo anatunza kanisa. Kivipi? Kwa kujitolea. Unahangaika, huyo ni bibi harusi wako, unamvisha vizuri, unamlisha vizuri, unamsaidia vizuri, unapendana mzuri sana na kitamu. Hii inakosa ndani ya ndoa, tunakosa kuongeana, tunakosa kuongea vizuri, sio ndoa tu, lakini hata kati yetu katika marafiki. Tunahitaji kutafuta upendo wa kweli, sio mtu wahuba kama tuliosikia katika Injili hapa. Sijui kama umeona, kuna mwanamke mmoja hapa ambaye ni mwenye huba, hawezi kuishi bila mwanaume. Ameshapita watano, sasa upo na wasita, alafu Yesu kisha anasema, na huyo ambaye unakaa naye sasa sio mume wako. Wewe ulikuwa na mmoja, sasa amekufa, sasa umechukua mwingine. Wewe ni mtu wa huba, huwezi kukaa peke yako, huwezi kukaa peke yako. Lakini pole pole Yesu Kristo anafanya na huyo mwanamke, tuseme ukatekumeni, anaanza kumfundisha pole pole na kuonyesha yeye ni nani. Pole pole Yesu Kristo anajitokea kama tuseme kama mwanaume kawaida, na pole pole anaomba maji, ndio, lakini sasa pole pole anaanza kuonyesha kwamba yeye ni nabii. Na yeye anasema, mimi naona kwamba wewe ni nabii, unajua maisha yangu, unajua. Sasa nasema ni kama nasema, unajua kidogo kama mimi ni mwenye huba, mimi ni mwenye kitu sijui, labda tunasema kuhusu mume wake, lakini inaweza kuwa kitu chochote ambao labda wewe unafikiri bila hicho au bila mtu huyu mimi siwezi kuishi. Mtu wa huba, mtu ambaye anashika kila kitu ni sanamu. Na mara nyingi watu wanakufa kwa hamu zao, kwa tamaa zao. Ndoa ni muhimu sana, ndoa ndio inatusaidia katika ndoa. Sisi katika Ukristo wetu sisi tunafunga ndoa na mtu mmoja tu, ili ujifunze kujitolea kabisa 100% kwa mtu huyo, na vile kumpenda kwa 100%, kuwa baba, kuwa mama, kuwa Mkristo, kuwa mwanaume ndani ya ndoa. Hayo yote kwa ajili ya mwenzako 100%. Maana yake uto wako, macho yako, kila kitu unachofanya ni kwa ajili ya mtu huyo. Wewe unaamua hayo ndani ya ndoa kwa mfano, lakini mtu huyo anafuata mwili wake, anafuata tamaa zake, anafuata tuseme anachosikia ndani, na ghafla hawezi kusubiri, kwa sababu mtu huyo ukihesabu miaka ya wanadamu, mtu huyo kwa mume mume wa tano
sasa sijui ana muda gani kwa kumwabudu Mungu. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo pole pole anaanza kuonyesha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Katika Zaburi leo sisi tumesikia hapa, ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo ungenisikiliza sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu. Na pale katika Injili Yesu Kristo anasema nini? Ungejua nani anakuomba maji, ungejua nani anakuomba maji, ni wewe ndio ungeniomba. Na sasa tubadilishe maneno. Wewe una kitu gani kwa kumwomba Yesu Kristo leo? Kwa sababu leo katika ibada hii yupo kwa kukusaidia. Sijui tunahitaji mambo mengi. Tunahitaji labda wewe unalia kwa sababu huna mchumba, unalia kwa sababu unahangaika, unalalamika kwa sababu huna hela, au kwa sababu uko mgonjwa, au sijui nini, au kwa sababu unahuzunika maisha, sijui nini. Yesu Kristo leo atasema kitu kimoja na kinyume. Niombe unachohitaji leo. Ni uongofu, lakini uongofu ni kitu gani? Badiliko ya moyo, badiliko ya dhamira, badiliko ya utu. Unahitaji kufanya agano jipya kipindi hicho cha Kwaresma, kwa sababu inakuja Injili kwamba Yesu Kristo, kwa sababu leo takaso la kwanza, kwamba Yesu Kristo anajitokea na pole pole anaanza tuseme kusafisha ile moyo, kufunga pepo kama tutafanya leo katika itakaso, kutoa mapepo zetu na kuwafukuza kutoka maisha yetu, na kweli kusafisha dhamira zetu. Mtu ambaye anaishi kama mwili anatawala dhamira, mtu huyo atakuwa baadaye mnyama kabisa. Lakini sisi tumealikwa kweli kutumia akili, na ni sisi ambayo tunasema tunadhibiti mwili. Tusiende, lazima tujifunze, tusiende, tusifanye, tusitende, kukataa mara nyingi vishawishi ambavyo vinatupeleka mbali ya Kristo. Kwa hiyo sasa hii habari ya huyu mwanamke Msamaria ni kwa ajili yetu sisi sote ambao kwa kweli sisi ni dhaifu kimwili, ni dhaifu na mambo mengi. Kama nimesema, nilisisitiza hapa, wenye huba au kusema kwamba mimi siwezi kuishi na hicho na hicho. Basi Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo. Mimi siishi kwa roho yangu, ninaishi kwa roho ya Kristo. Na Kristo kweli ni mtu wa pekee ambaye anasonga mbele maisha yangu. Kristo ni kweli ambaye ananisaidia. Na nikipata tatizo, mimi ninashika msalaba wa Kristo. Nikiwa na matatizo, nikiwa na vishawishi, na lazima nikumbuke Kristo pale pale, kwa sababu yeye tu anaweza kutetea wewe wakati wewe unafikiri kwenda gizani, wakati wewe unafikiri sijui kufurahisha kwa dakika sehemu fulani. Hii ni muhimu sana sisi tuangalie kwamba Kristo anakuja sio kwa kuadhibu sisi, kwa tuseme kulaumu sisi au kuhukumu sisi. Anakuhukumu kwa njia ya msaada. Yupo tayari kwa kupambana na sisi, lakini bado sisi labda sisi hatupo tayari, labda bado sisi tuna mioyo migumu. Lakini Kristo anakuambia leo, badilika, badilisha moyo wako, badilika. Na hii daima ile Zaburi nasema njoni tuabudu, tusujudu. Hakuna mahali kama nasema Yesu Kristo kwa huyo mwanamke sahihi kwa kuabudu huyu Mungu. Lakini ndio tuna makanisa ndio, lakini watakuja wale ambao wanaabudu kwa roho na ukweli, kwa roho ya kweli. Maana yake nini? Daima hakuna saa kwa kuabudu Mungu. Daima sisi tunaishi na Kristo. Kwa hiyo nikiwa nyumbani, nikiwa kazini, nikiwa popote, lazima nikumbuke kwamba mimi ninaishi na roho ya Kristo, kwamba Kristo anaishi ndani yangu. Na kweli wewe unatafakari, na maisha yetu inaenda pole pole kuongozwa na huyo Yesu Kristo.
Hii ni zoezi, hiyo sio kwa siku moja kwenda siku inayofuata. Ni zoezi ya kila siku ambayo sisi tuna pole pole tunajifunza kuwa na. Kwa hiyo Kristo leo anatualika katika ekaristi hii kweli, sio kupokea maji tu, tutapokea damu na mwili wake ndani yetu. Ni hazina kubwa sana, hazina kubwa, hazina ambazo kwa kweli inafanya sisi kuwa tofauti, inaimarisha imani yetu, inafanya sisi lazima tuwe na mtazamo tofauti. Ingekuwa mzuri sana kila mmoja kama akitoka tuseme kanisani aende nyumbani kwa nguvu hizo za ekaristi, kwa sababu ni mwili na damu ya huyu Yesu Kristo ambaye kweli anatupona, anaimarisha imani yetu, lakini pia anatualika kweli kuwa watu hodari, kama tumesema, sio wanawake tu, lakini sisi sote watu ambao kweli anapiga vita na uovu na haiendi na waovu, na pia anatetea imani ya Kikristo, imani ambayo kweli itafanya wewe kwenda mbinguni na kupata maisha ya milele.